Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba mara nyingi sana tumekuwa tukimuona Mwijaku akiwa katika nyumba za watu tofauti tofauti. Mwezi huu hapa wa Ramadhan akiwa ameenda kufuturu. Tumemwona akiwa yupo katika nyumba za wakina Kansela Salah, hawa ni matajiri hapa town. Tumemwona akiwa yupo katika nyumba ya Aziz Ki na Hamisa Mobeto, matajiri wengine kibao wenye majengo Kariakoo huko. Lakini pia tumemwona akiwa yuko yeye Umedimpoz Mario na wasanii wengine kibao katika nyumba za watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa hapa Tanzania. So kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba Mwijaku anapataje hizi fursa, anapataje hizi nafasi za kwenda kufuturu katika nyumba za watu hawa madoni wakina GSM. Kama unakumbuka vizuri, hivi karibuni tu tumemwona Mwijaku yuko karibu kabisa na GSM kwa ajili ya kupata futari. So watu wamekuwa wanajiuliza kwamba hizi opportunity anazipata vipi. So yeye mwenyewe ameamua kuexpose hilo, kuweka wazi kupitia mitandao ya kijamii, japokuwa ni mtu ambaye huaga anamsema vibaya sana Diamond Platnumz, lakini at the end of the day ni kwamba tumeshuhudia yeye naye pia akiwa anamdm Diamond na Diamond anamjibu. Umeona bwana Na Mwijaku bwana aliandika ujumbe huu hapa kwenda kwa Diamond Platnumz. Ameandika kwamba Alhaji, kwamba kumbe bwana Mwijaku huaga anaomba hii mialiko, sio kwamba labda anaitwa tu, huaga anaomba. Maana tumemwona juzi hapa pia alikopo yupo na wakina Kajala wanafuturu, wakina Chief Godlove na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo huaga kumbe anaomba, anatengeneza hizi fursa, sio kwamba fursa zinamfuata. Umeona bwana? So hii ni DM ya Mwijaku kwenda kwa Diamond. Alikuwa amemwandikia kwamba assalamu alaikum Alhaji Diamond, vipi Ramadhani inaisha ndugu yangu, nialike hata futari au tufuturishe ndugu yangu, naona kimya. Umeona, huo ni ujumbe wa Mwijaku kwenda kwa Diamond. Sasa Diamond akamjibu mashallah kabisa hapa, ameandika kwamba leo najua ratiba rasmi ya lini nitafuturisha, alafu nitakwambia. Mwijaku akajibu poa. So ni kwamba Diamond anataka kufuturisha, lakini katika hiyo event ya yeye kufuturisha basi tutamuona pia na Mwijaku atakuwepo. Kwa hiyo Mwijaku mwenyewe ameexpose hilo na ameposti katika ukurasa wake wa Instagram, alafu akaandika kwamba bila kuwakumbusha hawa ufuturu, kituo kifuatacho kinachofuata ni kwa Simba na Baharesa tu nimalize hala mwaka 2025. Huyo ni Mwijaku amejiexpose kwamba kumbe hizi futari bwana huaga anaziomba. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo kuhusiana na hilo, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.